Mechi ya kesho itakuwa ni nusu finali bora zaidi ambayo pengine itakuwa ni kati ya mechi ambayo walichezwa hivi karibuni. Ukizingatia tumetoka kwenye mchezo wa ligi hizi na kesho tunaenda kwenye mchezo wa nusu finali wa CRB. Kila mtu yuko tayari baada ya mchezo wa Dar es Salaam kuisha. Mechi ile ilisha pale na kila mtu yuko tayari kwa ajili ya nusu finali kesho. Ruta, nitamani kujua mwalimu amezungumzia issue ya discipline, kwa maana issue ya nidhamu ndani ya timu, kwamba kesho mtakwenda mkifuata zile 17 rules of football. Lakini katika mechi zenu mbili za ligi dhidi ya Simba, kuanzia pale na Mfua, lakini ile kwa maana pale Liti, lakini ya juzi Dar es Salaam, discipline ya wachezaji wenzako imekuwa kama iko chini sana. Tuliona tukio ambalo alifanya Jonas Sansoa, licha kwamba unaweza ukasema mwamuzi labda ilikuwa hivi, lakini kwa upande wenu kama wachezaji, nini mmezungumza kuelekea kwenye mchezo wa kesho? Mnaenda kumkabili opponent yule yule. Swala la discipline kama wachezaji 100% iko sawa, lakini pia mchezaji mkiwa mnakutana wachezaji wakubwa, zile provoke ni kitu cha kawaida, na nafikiri kama waandishi wa habari, mazuri zaidi ya mchezaji anatakiwa yawe mbele kuliko vitu vidogo vidogo, ingawaje vitu vidogo vidogo vinamata. Ile ni high temper kwenye mchezo, ni kitu cha kawaida kusukumana, na mpira ni mchezo wa kiume, kwa unahitaji wanaume ili kuweza kukabili matukio ya aina hiyo. Discipline ya mchezo tactically tuko sawa, na yale yaliokuwa yametokea Dar es Salaam yamekwisha. Dar es Salaam tunakwenda kukutana kwenye nusu finali ya CRB. Kiakili, kimwili, kimazingira sisi tuko tayari. Ukiongelea discipline ya mchezaji mmoja mmoja, hicho ni kitu binafsi ambacho kila mmoja hapa ana tafsiri yake, lakini kiuhalisia kwenye mchezo sisi tuko tayari kwa ajili ya kukabili Tanzania. Swali la mwisho kwa Eliuta Mpepo. Asante. Mimi jina langu ni Baraka Sungi, nawakilisha Smile FM Radio. Maandalizi mara nyingi nimefuatilia Singida Black Stars kijiografia, mmefanikiwa pia kufanya mazoezi sana katika uwanja wa Tanzania Chukwaraa, na mmecheza mechi nyingi sana za kirafiki. Pengine binafsi wewe mchezaji kuelekea mchezo wa kesho pamoja na mashabiki wa hapa, vitu gani ambavyo umejifunza kuelekea mchezo wa kesho? Mchezaji mkubwa achagui uwanja. Inawezekana tusingeutumia pia kwenye mechi za kirafiki, lakini kwenye mchezo tungeutumia. Kikubwa ni kuwa tuko tayari kwa ajili ya mechi. Aidha tumeutumia uwanja au hatujautumia, tuko tayari kwa ajili ya mechi na tuko tayari kwa ajili ya ushindi. Satisfaction sio hitaji la mwanamume. Ukiwa umekwenda kutafuta, ukiwa ukipata shilingi 10,000 unataka upate shilingi 15,000. Malengo yetu yalikuwa ni hayo uliyosema. Sasa hivi malengo yetu ni kuchukua CRB, kwa kilicho mbele yetu. Kwa hiyo tunaenda kukabiliana na mpinzani mwenye malengo sawa, kwa sababu aina ya kikosi alichokuwa nacho na sisi tunacho. Majina makubwa Afrika yapo Singida Black Stars, majina makubwa Afrika yapo Simba. Ni top level team zinazoenda kukutana kesho. Lengo ni kuchukua kombe, hakuna kingine. Ukiniambia tumeyafikia malengo, sio kweli. Malengo yetu yanaenda kuanza upya kesho.